Habari mpya kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Irani na Marekani. Bila shaka umekuwa ukifuatilia kila sekunde, ambapo taarifa mbalimbali huwa zinakujia kupitia Yuhoma TV zikibeba uyakinifu na uchambuzi wa kina katika ripoti hizo. Na siku ya jana tulikuletea taarifa inayoeleza juu ya mataifa takribani 7 ya Ulaya ambayo pia ni wanachama Umoja wa Korea Turufu ama Umoja wa Kujihami, na maanisha Umoja wa NATO, ambao mataifa hayo yalitangaza kuipinga moja kwa moja Marekani dhidi ya vita vyake na Irani, yakisema kwamba ni vita vinavyochochea uhasama na machafuko makubwa sana Mashariki ya Kati. Na moja kati ya mataifa hayo yalikuwa ni Italy, Spain, Ufaransa, Ujerumani, Switzerland na Poland, ambayo mataifa hayo yote kwa moja wao yalipinga kile ambacho Marekani ameendeleza kukifanya kule Mashariki ya Kati kwa kushirikiana na Israel. Sasa habari mpya siku ya leo ni taarifa zilizoibua sintofahamu na kutanda kwa taharuki kubwa sana ulimwenguni. Ni taarifa kutokea nchini Uingereza, ambapo kwa mara ya kwanza tangu kufutuka kwa vita vya Iran na Marekani Mashariki ya Kati, Uingereza imekuwa ikionyesha chembe za kuunga mkono Marekani kwa karibu sana, na hata kukubali anga lake kutumiwa na Marekani kuishambulia Irani, ikiwemo katika kambi ya pamoja ya Diego Garcia pale katika kisiwa cha Chagos kule nchini Uingereza, ambayo ni kambi shirikishi baina ya Marekani na Uingereza. Sasa leo Uingereza imeibuka ghafla tu na imetoa kauli mpya kabisa, kauli ambayo imetajwa kuitia chafya Marekani na rais wake Bwana Donald Trump, ambapo waziri mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer ameacha kiti na kuzungumza makavu live, yani makavu bila chenga, akimkana rais Donald Trump wa Marekani na kimkataa kata, akisema ya kwamba Marekani kupitia rais wake Bwana Donald Trump ameendeleza ukaidi na uhasama, na yeye ndiyo chanzo cha kuongeza vita baina ya Irani na Marekani, akishirikiana moja kwa moja na Israeli. Waziri mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer amesema Irani haikuwa na dhamira ya kuanzisha vurugu na kuendeleza mashambulizi makali, bali mashambulizi hayo yamekuja kufuatia kile ambacho Marekani na mshirika wake Israeli wameshirikiana moja kwa moja kuishambulia Iran, akiyataja mashambulizi ya mapema Februari 28 mwaka huu 2026, ambapo katika video ambayo imetumwa na shirika la habari la serikali la Uingereza likinukuliwa na vyanzo vya Mashariki ya Kati, ameeleza kwamba ninamnukuu yale aliyokuwa akisema katika video ambayo imetumwa katika shirika hilo la habari la serikali la Uingereza. Donald Trump ameifanya Mashariki ya Kati iingie katika machafuko makubwa sana, machafuko ambayo yameivunjia heshima kubwa sana ulimwengu, yameuvunjia ulimwengu taswira iliyokuwa awali, taswira ya kiuchumi na taswira ya kimamlaka. Na niseme wazi ya kwamba katika machafuko haya sisi kama watu wa Uingereza wenye serikali thabiti tunasema kwamba tutasimama kwa misingi ya maadili bila kujali shinikizo lolote kutokea kokote. Na hatua hii si maamuzi tu ya Uingereza binafsi, bali ni maamuzi ya mataifa yote ya Magharibi. Hatua hii ilianza kuchukuliwa na Uhispania. Uhispania awali ilieleza mwelekeo huo, lakini pia ilichukuliwa na Kanada ilieleza mwelekeo huo, na hata Ujerumani pia nayo ikasimama na ikaunga mkono jitihada hizi za kupinga vitendo vya kigaidi Mashariki ya Kati. Na sasa sisi kama Waingereza tunasimama kwa msimamo thabiti kupinga hiki ambacho Marekani amekuwa kikiendeleza Mashariki ya Kati. Na huo ndio mwisho wa kumnukuu Bwana Keir Starmer akizungumza kuhusu mapingo yake makali sana kwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump kufuatia mashambulizi yake ambayo amekuwa akiendeleza Mashariki ya Kati na kuendelea kuonyesha uhasama wa wazi kwa Iran, ambapo hivi karibuni ameendeleza kupeleka meli za kivita, meli za kupokea na kurusha ndege vita ndani ya maji ama baharini, ikiwemo meli ya USS Tripoli iliyokita kambi Mashariki ya Kati kwa siku za hivi karibuni, ikiwa na idadi ya jumla wanajeshi takriban 3,500, huku Iran bado haionyeshi dhamira ya kurudi nyuma, ikisimama kidete kwa kuendeleza mashambulizi lukuki katika baadhi ya maeneo huko Mashariki ya Kati, ikiwemo nchi washirika wa Marekani pamoja na Israeli na washirika wake wote Mashariki ya Kati. Hatua hiyo inakuja wakati ambapo Marekani amekuwa akiendeleza propaganda juu ya vita vinavyoendelea kati yake na Irani, ambapo amekuwa akiitisha makubaliano, akisema mazungumzo yangali kuendelea kati ya Marekani, Israeli na Irani
huku serikali ya Irani na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC vikipinga vikali juu ya kuwapo kwa majadiliano yoyote na serikali ya Marekani. Wakati hayo yote yakijiri na yakiendelea kuchukua nafasi katika vita na uhasama mkali baina ya Iran na Marekani, rais wa Marekani Bwana Donald Trump na rais wa Falme za Kiarabu United Arab Emirates yani UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan wamearifiwa kuzungumza katika mazungumzo yao yaliyotajwa kuwa ya siri baina ya marais hao wawili wa mataifa washirika wa mzozo wa Marekani na Irani Mashariki ya Kati, ambapo katika mazungumzo yao wameripotiwa kujadili kile wameita maendeleo ya kikanda na athari zake kwa usalama wa bahari na kile wamesema uchumi wa ulimwengu. Shirika la habari kutokea Falme za Kiarabu UAE WAM limeripoti kwamba pande hizo mbili pia zimejadili kwa karibu na kwa kina uchokozi wa kigaidi wa Irani unaoendelea kulenga Falme za Kiarabu yani UAE na nchi zingine katika eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya raia, akibainisha kuwa ni ukiukaji mkubwa wa uhuru wa sheria za kimataifa na kudhoofisha usalama na utulivu wa kikanda Mashariki ya Kati. Taarifa ya shirika la habari la Falme za Kiarabu UAE la WAM linaonyesha kwamba UAE sasa imeanza kushindwa katika vita vya Irani dhidi ya Marekani, ikitazama kuelemewa vikali na mashambulizi mazito ya Irani kwa taifa hilo ambalo ni mshirika wa karibu na Marekani, ambapo kwa siku za hivi karibuni Irani imeshambulia vikali taifa la Falme za Kiarabu UAE, ikiwemo kusambaratisha meli takriban 2 za mataifa hayo mawili washirika kati ya Marekani na Irani. Wakati hayo yakijiri, Marekani katika hatua zake za moja kwa moja za kuongeza uhasama kati ya Irani na Marekani, idara ya usalama na ulinzi wa Marekani Pentagoni imearifiwa kuongeza maradufu ndege za A-10 Mashariki ya Kati, ikiwa ni kwa mujibu wa shirika la kijasusi la Marekani NYT ambalo limesema kwamba jeshi la anga la Marekani linatumia ndege zake karibu 18 aina ya A-10 ili kujiunga na karibu ndege zipatazo 12 ambazo tayari ziko katika eneo la vita Mashariki ya Kati, huku shirika hilo la kijasusi la Marekani NYT likisema kwamba ndege hizo zimekuwa zikishambulia boti za Irani na wanamgambo wanaoungwa mkono na Irani nchini Iraq, wakiwemo wanamgambo wa Makawama. Na mtazamaji, hizi ni ripoti maalum kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Irani na Marekani, ambapo siku baada ya siku zikiarifiwa kwamba moto kwa kina katika mashambulizi makali ya rusha ni kurushe baina ya pande hizo mbili zinazohasimiana kivita. Yapi maoni yako kufuatia ripoti ya Uingereza kuungana na mataifa karibu 7 kuipinga Marekani katika vita ilivyoanzisha mapema Februari 28 mwaka 2026 ikishambulia Irani na kuwa viongozi wakuu wa taifa hilo akiwemo marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei wa Irani sambamba na viongozi wengine wa kijeshi pamoja na raia katika mji wa Teherani? Na ni ipi hasa hatua mpya itafuata mara baada ya mataifa haya yote ya Ulaya na washirika wa Umoja wa Korea Turufu ama Umoja wa Kujihami NATO kuikana vikali Marekani katika vita hivi vya mzozo mkubwa Irani na Marekani? Mimi ni Chifu Mkuu wa Itifaki, hadi wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.